Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina swali. Kama tunavyojua, dira ya maendeleo ya taifa imelenga itakapofika mwaka 2050 uchumi wetu wa pato la taifa ufikie dola trilioni 1. Na tunajua kwamba wananchi wengi wako vijijini na wanategemea kilimo katika kuongeza tija na kuongeza ukuaji wa uchumi. Lakini tunajua kwamba zipo changamoto nyingi kwenye sekta ya kilimo. Je, serikali sasa ina mpango gani kuwekeza kikamilifu kwenye kilimo cha umwagiliaji ili kuongeza uzalishaji na kuweza kuchochea ukuaji na kuongeza viwanda na masoko na kuweza kufikia dhana hiyo ya ukuaji wa uchumi, kwa sababu sekta binafsi itachangia 70% ya ukuaji wa dira hii? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii ili niweze kujibu swali la Mheshimiwa Sara Msafiri kama ifuatavyo. Mheshimiwa Sara Msafiri ameleta swali zuri sana. Nikupongeze sana. Kimsingi kilimo cha umwagiliaji kwa nchi ambayo na asilimia zaidi ya 65 na kuendelea ya wananchi wake wakiwa wanajishughulisha na kilimo ni ufumbuzi wa matatizo mengi. Moja, Mheshimiwa Spika, kilimo cha umwagiliaji kinaleta dhana halisi ya kukua kwa lile pato la mtu mmoja mmoja kiuhalisia badala ya wastani. Mheshimiwa Spika, tunapopima masuala haya ya pato la mtu tunatumia wastani. Ukisema anapata dola 1,000 kwa siku ama per capita income yake ni hii, kwa kiwango kikubwa inakuwa wastani. Lakini uwekezaji katika sekta ya umwagiliaji unaenda kukuza kipato kwa uhalisia cha mtu mmoja mmoja. Mheshimiwa Spika, na serikali imeanza kuchukua hatua hizo. Nimesema mojawapo ni hilo la kipato, lakini la pili, Mheshimiwa Spika, umwagiliaji unaenda kutoa suluhisho. Kama mkulima alikuwa akilima mara moja kwa mwaka, anaingia kwenye shida ya uhaba wa chakula, anahitaji chakula cha msaada. Mkulima huyo jawabu analotakiwa kupewa sio kupewa chakula tu cha msaada kila wakati. Anatakiwa awezeshwe alime mara 2 ili chakula kiweze kutosheleza. Mheshimiwa Spika, pia katika nchi yetu